Kocha mpya atua Jangwani kwa kishindo. Uongozi wa Young Africans umeanza rasmi harakati za kutafuta kocha mpya atakayekuja kuchukua mikoba ya Pedro Gonçalves katika hatua inayoonyesha wazi dhamira ya klabu hiyo kufanya maboresho makubwa kuelekea msimu ujao wa mashindano. Hatua hii inakuja wakati timu hiyo ikiwa katika kipindi cha tathmini ya kina ya mwenendo wa kikosi hicho na benchi la ufundi, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana wa kuendelea kubaki juu katika soka la Tanzania na Afrika kiujumla. Katika mchakato wa kutafuta kocha mpya, jina la kocha kijana kutoka Morocco, Amin El Karma, mwenye umri wa miaka 40, umeibuka kuwa miongoni mwa makocha wanaopewa kipaumbele kikubwa kwa mabosi wa klabu hiyo. Na taarifa za ndani zinaeleza kuwa uongozi wa Yanga unavutiwa na falsafa ya soka la El Karma, uwezo wake wa kukuza vipaji vya wachezaji chipukizi pamoja na nidhamu ya hali ya juu inayoiweka katika timu unazoziona. El Karma si jina geni katika ramani ya soka la Afrika, hasa kutokana na mafanikio makubwa aliyopata akiwa na klabu RS Berkane. Akiwa kocha mkuu wa timu hiyo, alifanikiwa kuiongoza kutoa ubingwa wa CAF Confederation Cup 2021-22, moja mashindano makubwa barani Afrika. Mafanikio hayo yaliongeza heshima yake na kumweka kwenye rada za vilabu mbalimbali vinavyotafuta makocha wenye uwezo wa kushindana kimataifa. Mbali na mafanikio hayo, El Karma pia amewahi kuzifundisha Osi Safi, ambapo alijengea uzoefu mkubwa wa kushughulika na changamoto za ligi ya Morocco inayojulikana kwa ushindani mkubwa na ubora wa wachezaji. Uzoefu huu unaonekana kuwa moja ya sababu zinazomfanya kuwa chaguo linalofaa kwa Yanga, klabu ambayo inahitaji kocha mwenye uwezo wa kushindana katika mazingira yenye presha kubwa ya matokeo. Kwa upande wa Yanga, uamuzi wa kutafuta kocha mpya unaonekana kwa sehemu ya mabadiliko mapana yanayolenga kuboresha timu hiyo ya kiufundi pamoja na kimkakati. Licha ya mafanikio ambayo klabu hiyo imekuwa ikiyapata ndani ya nchi, matarajio ya mashabiki na viongozi yamekuwa yakiongezeka zaidi, hasa katika mashindano ya kimataifa ambapo ushindani huwa mkali zaidi. Hivyo ujio wa kocha mwenye uzoefu wa michuano ya Afrika unaweza kuwa hatua muhimu ya kufikisha timu hiyo katika viwango vya juu zaidi. Hata hivyo, bado hawajaweka wazi iwapo mazungumzo rasmi yameanza kati ya pande zote mbili au kama kuna mchakato mwingine unaozingatiwa sambamba na El Karma. Mchakato huu unatarajiwa kuchukua muda kidogo ili kuhakikisha klabu inapata mtu sahihi atakayekidhi mahitaji ya malengo ya muda mfupi na marefu. Kwa ujumla, iwapo Amin El Karma ataibuka kuwa chaguo la mwisho, basi Yanga inaweza kuwa imepata kocha mwenye uwezo wa kuleta mabadiliko chanya ndani ya kikosi hicho, hasa katika kuimarisha ushindani wa kimataifa pamoja na kimataifa. Mashabiki wa klabu hiyo kwa sasa wanasubiri kwa hamu kuona nani hatimaye atakayekuja kushika nafasi hiyo nyeti. Je, unadhani El Karma atakuwa chaguo sahihi kwa Young Africans? Tuandikie maoni yako kupitia channel yetu YouTube @DH Media. Bye bye.